Ujambo, leo nataka kuzungumzia katoni ya Zootopia sehemu ya pili. Lakini kabla tu, hebu turudi nyuma kidogo kwenye movie ya kwanza ya Zootopia. Wengi waliona kama katuni tu ya wanyama, lakini ukweli ni kuna mambo makubwa sana ya kujifunza. Hapa tuko na Judy Hopps, sungura mdogo anayetamani kuwa polisi. Ndoto kubwa sana kwa mwana sungura mdogo. Anaona dunia ya wanyama, anakutana na Nick Wilde, mbweha wa kisiri ambaye jamii imechoka kumtazama vibaya. Pamoja wanakabiliana na dunia yenye mipaka. Kitu cha kwanza kinachoonekana ni ubaguzi. Lakini si ubaguzi unaoonekana wazi. Judy, hata akiwa na nia njema, bado ana bias zake. Na Nick amejifunza kuishi na kila aina ya watu katika jamii. Hii ni kama maisha yetu halisi. Unajua, watu wengi hawafanikii kwa sababu ya masharti ya watu wengine, na sio kwa uwezo wao. Na kitu kingine kikubwa cha kujifunza ni jinsi ya kujisimamia. Ukiishi kulingana na kile watu wanasema, utakosa nafasi yako. Nick alikuwa msela au akitaa kwa sababu dunia ilimchukulia hivyo. Lakini ukijisimamia, unaweza kubadilisha mfumo huo. Hapa ndipo unapoona funzo kutoka kwenye hii katuni ya Zootopia kuwa usikubali dunia ikuambie wewe ni nani. Ukijitahidi, unaweza kuvunja mipaka yote. Jambo zuri zaidi ni kuwa watu wanatarajia muendelezo. Sasa Zootopia sehemu ya pili. Watu wengi wana matumaini makubwa. Tunaweza kuona changamoto kubwa zaidi, na Judy na Nick wakikua, si kwa kimwili tu, bali pia kiakili. Nadhani watachukua mchanganyiko wa funzo kutoka movie ya kwanza, lakini wataongeza mabadiliko makubwa zaidi ya kijamii. Hii ni exciting sana, na pia natarajia maajabu mengi ile kinoma ndani ya Zootopia sehemu ya pili. Na funzo kubwa ni ndoto zako ni halali hata kama wengine hawawezi kuamini. Ubaguzi huanza akilini, lakini unaweza kuvunjwa. Na mabadiliko huanza na mtu mmoja jasiri. Na huu ndo ujumbe ama funzo kubwa kutoka kwenye cartoon hii ya Zootopia kwa maisha yetu. Sasa kama unangojea Zootopia sehemu ya pili kama mimi, andika comment, ni animesheni gani ungependa ni review. Kumbuka pia kuraiki, subscribe na share video hii. Asante kwa kutazama, na tutaonana kwenye video nyingine.